Niwaombe sana viongozi wetu wa dini, tuendelee kutumia madhabahu yetu na makanisa yetu kuhubiri juu ya amani na utulivu wa taifa letu. Tusitumie madhabahu na makanisa yetu kutengeneza uchochezi, uchonganishi baina ya waumini, wananchi pamoja na viongozi wao au viongozi wa mamlaka mbalimbali, aidha za serikali au ndani ya dini. Sisi ndio watu wa kwanza tulihakikisha kwamba amani ya nchi hii inaendelea kutawala, ipo kwenu ninyi viongozi wetu wa dini. Nyinyi nimekuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba tunaomba amani kila siku. Na hapa niseme kwamba tumependezwa sana juu ya uwepo wa tukio hili la kuiombea amani ya nchi yetu. Tunapoelekea katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu 2025, viongozi wetu wa dini pamoja na waumini wenzangu, kama ambavyo tumeendelea kutaarifiwa kuwa mwaka huu nchi yetu itaingia au itafanya tukio kubwa la kihistoria, ambapo wananchi wote wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tutashiriki katika uchaguzi wa kumchagua rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, waheshimiwa wabunge pamoja na waheshimiwa madiwani. Jambo kubwa ambalo sisi kama viongozi wa dini, lakini pia vile vile sisi waumini, ni kuhakikisha kwamba tunaombea uchaguzi wetu, lakini vile vile tunazidisha maombi juu ya utulivu na amani viendelee kutawala ndani ya nchi yetu kabla, wakati na hata baada ya zoezi la uchaguzi huo. Ili kwa niaba ya serikali ninaendelea kuwaomba sana. Katika hili Yeremia kamuuliza Mungu, katika hili hawa watu wanafanya nini katika jambo hili? Yeremia kawaambia hivi, Mungu amesema, niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa na magumu usiyoweza kuyajua. Piga makofi kwa Yesu. Tunayo mambo mengi magumu ambayo hatuyajui. Sisi tunaweza kuona tu kwa nje, lakini kuna mambo mengi makubwa na magumu ambayo wakati mwingine Mungu anayajua ila sisi hatuyajui. Bwana Yesu asifiwe. Katika nchi hii ya Tanzania unaweza unapita tunaona kula chakula unalala na hivi na vile, yani huna shida nyingine, naona tu wewe na watoto mnafurahi na hivi. Lakini kuna mambo mengine makubwa magumu ambayo ndani yake wewe huyajui, lakini Mungu anayajua. Bwana Yesu asifiwe. Ndiyo maana akawaambia, niite nami nitawaitikia. Mungu wetu ni mwepesi kuitika. Mungu wetu ni mwepesi kusikia, halafu akiitika anajibu, anatenda kwa wakati wake. Bwana Yesu asifiwe. Naomba niseme mambo makuu matatu. Jambo la kwanza, jamii yoyote inapaswa kuwa na nafasi ya kumwomba Mungu kwa wakati wowote. Kwa sababu hila za shetani kwa watu wanaokaa hivi kwa amani ni kubwa zaidi kuliko kitu kingine chochote kile. Na sisi tuna ushahidi tosha. Tunazungukwa karibu na nchi 8. Tuna ushahidi tosha. Nchi ya Tanzania tangu tupate uhuru mwaka 61 mpaka leo tunakula tunalala. Bwana Yesu asifiwe. Achana na mwaka ule 78 79, mimi nakumbuka kwa sababu nilikuwa mtu mzima, ninaelewa kilichotokea wakati Nduli Idi Amin alipoivamia Tanzania kule Kagera. Lakini niliona jinsi ambavyo Mwalimu Nyerere alivyowahamasisha Watanzania kwamba jamani, tukae tutulie, tumuite Mungu, na kila mmoja mtukane huyo ni joka, maana ameingia kwenye nyumba yetu. Hatutaki joka ingie kwenye nyumba yetu hii. Watanzania wote tukaita Mungu na Mungu akasikia. Hatimaye Nduli Amin akapigwa, Tanzania tukabaki huru. Mpaka leo tuna amani. Bwana Yesu asifiwe. Na aliondoka tu yani kelele za Watanzania zile za pamoja, alijiona kama mtu ambaye amepoteza kitu fulani. Yeye mwenyewe akaamua kukimbia tu. Na tunashukuru sana vyombo vyetu vya ulinzi pamoja na sisi kumuita Mungu, lakini wasema mtuombee ili tuende kupambana na huyu Nduli, halafu tuendelea kukaa kwa amani. Jina la Bwana libarikiwe. Hicho ndicho tunachojivunia kwa waasisi wetu, Mwalimu Nyerere na wengine wote waliofuata mpaka leo kwa Dr. Samia. Bwana Yesu asifiwe. Tunayo amani, hatusikii kelele zozote za silaha, hatusikii kelele zozote zingine. Anayetokea yeyote katika nchi hii
kwanza anaelekezwa tu kisaikolojia. Unajua mtu anatokea kwamba analeta vurugu katika nchi hii, wakati mwingine tunasema ni njaa tu. Ni njaa tu ndio inayomsumbua. Lakini kwa sababu Watanzania kila kona tunamuomba Mungu, tunamuita kila siku Mungu, ndio maana tuna amani. Jina la Bwana libarikiwe. Nchi nyingine hawakutani hivi. Nchi nyingine hawezi kuimba hapa, wanacheza, wanafurahi. Hawawezi. Kwa sababu ni mabomu nyuma mbele, hawalali, mizigo juu. Lakini nchi ya Tanzania tunasikia kila baada ya miaka 5 tunachagua, tunamaliza. Na mwaka huu hafi mtu. Bwana Yesu asifiwe. Maana tunaamini maombi tunayoyaomba Mungu anasikia na Mungu atajibu. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo tunapomwita Mungu anatupa kile ambacho sisi tunamuomba, halafu kisha kutupatia sisi tunatembea ndani yake. Jina la Bwana libarikiwe. Jambo la pili, mawazo anayotuwazia Mungu lazima tuyatekeleze. Yeremia sura ya 29 na mstari ule wa 10. Naomba nisome hayo. Yeremia 29 na mstari wa 10. Naomba nisome maneno haya. Nasema, maana Bwana asema hivi, Babeli utakapotimizwa miaka 70, nitawajilia ninyi na kulitimiza neno langu jema kwenu kwa kuwarudisha mahali hapa. Maana ninayajua mawazo ninayowawazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Leo ukienda kwenye familia zilizo nyingi, unakuta hawawazi mambo ya Mungu, wanawaza mambo yao wenyewe. Wengine wanawaza kitu kibaya zaidi. Jana nilisikia kwenye vyombo vya habari wanaeleza yule binti ambaye alikuwa amezaa mtoto kama wa mwaka kama mmoja hivi. Ameweka kwenye nguo za kitoto na hivi na nguo zake za kitoto ameziweka hapo, akamwacha barabarani, halafu akaondoka. Sasa hali hii inatuumiza. Mimi niliumia sana. Yaani mtu umechukua mimba, umezaa mtoto, umemuona, halafu unamtelekeza pale, na alipohojewa akasema ni kwa sababu ya ugumu wa maisha. Sasa ugumu wa maisha ndio umtelekeze mtoto hapo? Kweli? Yaani unafanya dhambi kama 2, umefanya uzinzi, lakini pia umetelekeza kiumbe, malaika wa Mungu hapo. Yaani unamsumbua huyo malaika, hajui lolote. Mbele za Mungu tajibu nini? Nashukuru sana nakumbuka maneno ya Mwalimu Nyerere kwamba jirani akiwa hana amani na wewe huna amani. Maana hutalala, anapiga kelele na hivi na wewe hutalala kwa sababu hana amani. Kwa hiyo tunapoombea Tanzania iwe na amani, tuombee na nchi zinazotuzunguka na nyingine zote ziwe na amani, ndipo neno la Mungu litaendelea kutukuzwa. Jina la Bwana libarikiwe. Naomba kila mmoja wetu tunapoenda kumwomba Mungu hapa, hebu fikiria kwamba umekuja hapa, haujaja kupoteza muda. Umekuja ili umuombe Mungu, ili Mungu aweze kutenda kazi. Kwa hiyo naomba Mungu atuwezeshe katika jioni ya leo, tunapomwomba Mungu, neno la Mungu liwe kiongozi wetu. Tumuite, maana ameshasema niite nami nitakuitikia. Jioni ya leo Mungu atatuitikia. Jioni ya leo Mungu atasema na wewe. Jioni ya leo Mungu atasema na kila moja. Jioni ya leo maombi yetu yatapaa kwenda mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. 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 Asante sana Baba. Jamani, hayo makofi hayatoshi. Inua mikono juu. Inua mtu mikono. Inua mkono kwa Mungu wetu. Tumwambie Mungu asante kwa neno zuri. Neno ambalo limetupa uhakika ya kwamba tumwite ataitika, atatuonyesha mambo makubwa, magumu tusiyoyajua. Hatujui lakini Mungu atayafunua. Inua tu mikono yako miwili juu. Kama haina itilafu, hata kama una itilafu, weka tu. Kama ni mfupi, hivyo kwa ishara ya kusema wewe ni Bwana wa mabwana aliyeko pamoja nasi. Nitahesabu 1 mpaka 3. Utachapa makofi mengi yasiyo na idadi kwa ajili ya Mungu wetu. 1, 2, 3. Chapa na vigelegele. Chapia Yesu na vigelegele. Chapia Yesu wetu. Hallelujah. Keti kwenye uwepo wa Mungu. Asante sana Baba. Kipindi ni kizuri kabisa cha kukaribisha.
risala kwa mheshimiwa mgeni rasmi. Nimkaribishe Madam Felista mahali popote alipo, tafadhali karibu tupokee risala iliyoandaliwa na Kigoma kwa Yesu. Karibu. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, waheshimiwa viongozi wote wa kanisa, waheshimiwa wageni waalikwa, waheshimiwa waumini wote, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Kwa heshima kubwa sana ninapenda kuleta kwenu risala kwa ofisi ya Mheshimiwa mkuu wa wilaya kutoka huduma ya Kigoma kwa Yesu. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa heshima na taadhima tunayo furaha kubwa kuwasilisha risala hii kwako kutoka Kigoma kwa Yesu. Mheshimiwa mgeni rasmi, huduma hii ya Kigoma kwa Yesu ilianzishwa tarehe 14 mwezi wa 10 2018. Lengo la huduma hii ilikuwa ni kuombea mkoa wa Kigoma na taifa kwa ujumla ili kuharibu nguvu za ibilisi zinazoweza kuzuia maendeleo ya wana Kigoma na taifa kwa ujumla. Neno kuu la kibiblia tunalosimamia ni Yeremia 1:10. Anasema, angalia nimekuweka leo mbele ya mataifa na juu ya falme ili kung'oa na kubomoa na kuharibu na kuangamiza ili kujenga na kupanda. Maono haya yaliasisiwa na mtumishi Chrysostom Rukurugu ambaye mpaka sasa ndiye anayeratibu huduma hii ya Kigoma kwa Yesu. Mheshimiwa mgeni rasmi, huduma hii ya Kigoma kwa Yesu ina viongozi wapatao 7. Kiongozi mratibu mkuu Chrysostom Rukurugu, mratibu msaidizi Edward, katibu mkuu Madam Felista, katibu msaidizi Frankie Boy, mwasibu Madam Margaret, mlezi John Mikaeli kutoka kanisa la Anglikani Kibirizi. Washauri ni wachungaji wote tunaoshirikiana nao katika umoja huu wa kuombea mkoa na taifa kwa ujumla. Mheshimiwa mgeni rasmi, huduma yetu sasa imetimiza miaka 7 tangu kuanzishwa kwake. Hivyo basi, kwa uzoefu, semina na mafunzo tuliyopata, tungetamani huduma hii ishirikiane na serikali au serikali ituunge mkono ili kuwasaidia watu waliokosa matumaini na kukata tamaa. Maombi kwa mgeni rasmi. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunaomba hii itambuliwe na serikali kuwa ina nia njema kwa kuwasaidia na kuunganisha wana Kigoma wa ndani na nje. Pili, Mheshimiwa mgeni rasmi, tunaomba huduma hii inaporatibu makongamano ya kimaadili, kijamii na kiroho, hasa maombi ya kuombea mkoa wetu na taifa kwa ujumla, kama hivi leo, tupate ushirikiano. Tatu, Mheshimiwa mgeni rasmi, tunaomba huduma hii iendelee kutambuliwa na wachungaji, maaskofu wote wa ndani na nje ya Kigoma na waumini kwa ujumla. 4, Mheshimiwa mgeni rasmi, tunaomba huduma hii iendelee kuunganisha makanisa na pia ipewe nafasi inapoomba kutoa huduma za kiroho, kijamii na kimwili. Mafanikio. Mheshimiwa mgeni rasmi, huduma hii ya Kigoma kwa Yesu imeleta pamoja madhehebu yetu. Tumefanikiwa kuunganisha madhehebu 12 hadi mwaka 2025 kutoka madhehebu 3 miaka 7 iliyopita. Tumekuwa tukiombea mkoa wetu mambo mbalimbali ya kijamii, kiroho na kiuchumi. Tumewahi kufanya huduma hii ya maombi kwenye madhehebu yafuatayo: Anglikana Kibirizi, AIC Mwanga, Nuru ya Ulimwengu Kibirizi, Baptisti Mwanga, Anglikani Katubuka, KKKT Mwanga, Motomoto Kibirizi, Anglikani Ujiji. Mheshimiwa mgeni rasmi,
Katika maombi yetu tulikuwa tukiombea serikali yetu kuhusu miundombinu ya maji, umeme na barabara. Si hivyo tu, tulikuwa tukiombea mkoa wetu wa Kigoma kuhusu elimu ya awali hadi chuo kikuu. Tunamshukuru Mungu, baadhi ya miundombinu imekamilika. Aidha, tulikuwa tukiombea sekta ya kilimo na uvuvi. Nako huko tunamuona Mungu akiendelea kufanikisha, mfano umeme, maji na barabara, na uanzishaji wa kampasi za vyuo na vyuo vikuu. Mheshimiwa mgeni rasmi, tumefanikiwa kutoa elimu kwa vijana, hasa ya kiroho, kiuchumi, ili kuwajenga uwezo wa kujitegemea vijana na watu wazima. Kwa mfano, tumewafundisha watu ufundi cherehani na sasa wanajitegemea. Tumewafundisha watu kujitegemea na kufungua huduma za stationary, saruni na kilimo cha bustani. Na sasa nafurahi kusema kwamba wote hao wamefanikiwa kuchangia pato la taifa. Mheshimiwa mgeni rasmi, huduma yetu ya Kigoma kwa Yesu imefanikiwa kuunganisha viongozi wa dini na viongozi wa serikali kwa ajili ya kuombea amani na usalama wa nchi. Pia kuombea uchaguzi na kuombea mkoa wetu. Tumejenga jukwaa la pamoja kati ya viongozi wa madhehebu mbalimbali na kwa ajili ya ustawi wa Kigoma na Tanzania kwa ujumla. Changamoto za huduma ya Kigoma kwa Yesu. Mheshimiwa mgeni rasmi, huduma yetu ina uwezo mdogo wa kifedha kuweza kufikia malengo yake. Huduma hii inaendeshwa kwa ugumu kwa sababu ya kipato kidogo na upungufu wa vitendea kazi, kama vile eneo la ofisi ya kufanyia huduma hii na sefu ya vyombo vya muziki. Malengo yetu katika kongamano hili. Mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na mambo yote tuliyozungumzia hapo juu, kongamano hili lina lengo la kuomba Mungu kwa ajili ya mkoa wetu, kwa ajili ya uchaguzi na taifa kwa ujumla. Na nukuu katika Biblia, Timotheo wa kwanza 2:1-3 anasema, basi kabla ya mambo yote nataka dua na sala na maombi na shukrani vifanyike kwa ajili ya watu wote, kwa ajili ya wafalme na wote wenye mamlaka, tuishi maisha ya utulivu na amani katika utauwa wote na ustahivu. Hili ni zuri nalo la kubarika mbele za Mungu Mwokozi wetu. Risala hii imeandaliwa na waratibu wa huduma ya Kigoma kwa Yesu na kusoma kwenu na mimi Epifania Benedicto Fabiano. Ninawashukuru nyote na Mungu awabariki. Asanteni kwa kunisikiliza. Asante, ongeza makofi ya shangwe na vigelegele. Basi moja kwa moja naelekea mpaka kwa mgeni rasmi. Naomba nimkabidhi mgeni rasmi risala hii. Asanteni. Asante, makofi na vigelegele anakoelekea huko kwa mheshimiwa mgeni rasmi. Asante, mesimama na tayari. Makofi na vigelegele. Asante sana, asante. Mungu wetu ni mwema. Bwana Yesu asifiwe. Maombi oye. Basi nichukue nafasi hii kumkaribisha mgeni wetu rasmi, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya Dr. Rashidi Chuachua. Karibu kwa ajili ya kusema na wanakongamano la maombi. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Uhuru wa Bwana. Mwana kondoo ameshinda.
Kwa kweli naomba na mimi niungane na walionitangulia kuambia jipigieni makofi, jambo limefanikiwa. Hongereni sana, jambo limefanikiwa, linaenda kuacha alama katika manispaa yetu ya Kigoma Ujiji, wilaya yetu ya Kigoma, lakini pia mkoa wetu wa Kigoma, ikimpendeza Mwenyezi Mungu. Awali ya yote nipende kuwashukuru sana kwa kuweza kutualika, na niliyesimama mbele yenu naitwa Maximilian Ngasa, ni afisa tarafa Kigoma Kaskazini. Niko hapa kwa ajili ya kumwakilisha Mheshimiwa mkuu wetu wa wilaya ya Kigoma Daktari Rashid Mohamed Chiwachua, ambaye yuko nje ya wilaya ya Kigoma kwa majukumu mengine ya kikazi. Hata hivyo anatambua juu ya uwepo wa kongamano hili, na kabla ya kuondoka alitoa kibali, akasema yote atakayofanyika ameyabariki yeye kama yeye, lakini na ofisi yake kwa ujumla, na ndio akasema kwa namna yoyote ile atashiriki katika kongamano hili. Na ndio maana kabla ya kuondoka alikabidhi ujumbe wake ambao nitauwasilisha kwenu hapa kama sehemu ya mafanikio au kufikisha ujumbe juu ya maombi haya maalumu ambayo tumeenda au tunayafanya katika kanisa letu, na maeneo haya yakiandaliwa na jumuiya au muungano wa Kristo ambao ni wa Kigoma kwa Yesu. Hongereni sana. Lakini awali ya yote nipende kuwapongezeni sana waratibu wa kongamano hili pamoja na waumini wote tuliojumuika hapa kwa mafanikio makubwa na uratibu mzuri wa kongamano hili, mkiongozwa na ndugu yetu Chrysostom na waratibu wengine wote pamoja na viongozi wengine pamoja na wachungaji wote ambao tumeshirikiana kwa pamoja. Sasa naomba nifikishe ujumbe wa Mheshimiwa mkuu wetu wa wilaya katika kongamano la maombi maalum yaliyoandaliwa na jumuiya hii ya Kikristo ya Kigoma kwa Yesu. Ndugu wachungaji mliopo hapa, viongozi wa muungano huu wa jumuiya ya Kikristo ambao ni waratibu pamoja na viongozi wote, waumini wenzangu tulioalikwa hapa, pamoja na waandishi wa habari, Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwanza kabisa nimshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia afya njema na kutuwezesha kukutana katika tukio kubwa hili lenye lengo mahususi la kuiombea nchi yetu. Lakini si kuombea nchi yetu tu, kuombea viongozi wetu sambamba na kuombea uchaguzi wetu mkuu kwa mwaka 2025 utakaofanyika Oktoba mwaka huu. Kwa namna kipekee kabisa niwashukuru na kuwapongeza viongozi na waratibu wote wa muungano wa Kigoma kwa Yesu wa hapa wilayani Kigoma kwa uratibu mzuri na kuandaa maombi haya maalumu ndani ya wilaya yetu ya Kigoma, nikiwa na imani kubwa maombi haya yatakuwa chachu ya kuijenga jamii mpya yenye mwenendo mzuri na wenye kumpendeza Mwenyezi Mungu. Serikali yetu inafarijika sana kuona viongozi wetu wa dini na kuwa mstari wa mbele kuisaidia kuwaongoza wananchi wetu kuishi katika maadili na maisha mema, hasa yale yanayompendeza Mwenyezi Mungu. Hivyo inatufanya sisi kama serikali kuiongoza jamii yenye utulivu, huku tukifahamu ya kwamba ninyi ni walinzi wa kwanza wa roho za watu, wakati sisi tukiendelea kufanya doria za kimwili. Hivyo kwa pamoja, tunapounganisha nguvu zetu kwa pamoja, tunakuwa na jamii yenye maadili mema na inayoishi maisha ya kumpendeza Mwenyezi Mungu. Viongozi na waratibu wote wa maombi yetu ya leo, ninatambua moja ya shughuli yetu kubwa tutakayokuwa nayo ni kuiombea nchi yetu. Hivyo niwaombe kama viongozi wa dini pamoja na waumini wenzangu, kwa pamoja katika siku hii yetu ya leo tuendelee kuikumbuka nchi yetu mzuri ya Tanzania yenye kutawaliwa na amani, lakini tusisahau kukumbuka mkoa wetu mzuri wa Kigoma wenye watu wema, lakini vile vile wenye historia nzuri ambayo imeandikwa na inaendelea kuishi leo na vizazi vijavyo. Tushirikiane kwa pamoja katika jitihada za kupambana na matukio mbalimbali yenye dalili za kuhatarisha amani ya nchi yetu, amani ya mkoa wetu iliyodumu kwa miaka mingi tangu tulipopata uhuru wetu. Zaidi, tuendelee kuiombea nchi yetu endelee kuwa kisiwa cha amani, huku tukitambua kuwa kuipoteza amani tuliyonayo sasa kuirejesha ni gharama kubwa sana. Kama ambavyo tunasikia kwa majirani zetu wanaotuzunguka, na hapa maombi ya mchungaji ametukumbusha hilo, lakini pia wenzetu wakati wanaimba hapa na tuinjilisha wamezungumza juu ya amani, lakini juu ya machafuko yanayoendelea kwa wenzetu. Hivyo tunalo jukumu kubwa katika maombi yetu ya leo,
tuhakikishe tunaendelea kuliombea sana taifa letu, lakini tuiombee sana nchi yetu ya Tanzania ambayo imedumu katika amani, kwa sababu sisi ndio pekee tumebaki kisiwa cha amani na kimbilio la wale wote ambao hawana utulivu kwenye mataifa yao. Lakini tusiache kuwakemea ukiukwaji wa makusudi wa uvunjaji wa sheria katika nchi yetu. Serikali inayo imani sana nanyi viongozi wa dini katika kujenga heshima ya nchi yetu, kuleta maendeleo na kuifanya Tanzania kuwa mahali salama pa kuishi. Lakini sambamba na hayo, tusisahau kuombea viongozi wa taifa hili, viongozi wetu wa dini mlioko hapa, hususan mnaoiunda jumuiya hii ya Kigoma kwa Yesu. Pamoja na waumini wenzangu, tunakumbushwa tuwapo katika ibada zetu na mahubiri yetu, daima tuwakumbuke viongozi wa nchi yetu, ili Mwenyezi Mungu awajalie afya njema na aendelee kuwajalia hekima katika kutuongoza katika namna inayompendeza yeye. Ili nasi kama wananchi tuendelee kunufaika na matunda ya uongozi wao kama ilivyo hivi sasa, na tunashuhudia mafanikio makubwa ya utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo ambayo nyewe wenyewe mmeiombea, na mingine imefanikiwa kwa asilimia za kutosha. Sasa iko tayari kutoa huduma kwa wananchi wa Kigoma. Na katika haya tuendelee kukumbuka maagizo ya Mwenyezi Mungu ambayo anatuasa tuendelee kuombea kufanya maombi juu ya viongozi hasa wenye mamlaka katika taifa hili, bila kusahau viongozi wetu wa dini, ili amani na utulivu iendelee kusisitizwa. Na haya yamesisitizwa sana katika kitabu cha Timotheo wa pili, ule mstari wa 1 na wa 2 ambao pia dada yetu Msomali Sara alitukumbusha, lakini mimi nisiache kukumbusha kwa sababu ni moja ya ujumbe unaotaja, unasema kwamba basi kabla ya mambo yote katika tunataka dua na sala na maombezi na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote, kwa ajili ya wafalme na wote wenye mamlaka. Tuishi maisha ya utulivu na amani katika utauwa wote na ustahivu. Na katika hili niwaombeni sana sana waumini wenzangu na viongozi wa dini tulioko hapa, tuendelee kumwombea rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, ili yeye pamoja na viongozi wengine akiwemo makamu wetu wa rais Daktari Philipo Isidori Mpango, waziri wetu mkuu Mheshimiwa Kassim Majaliwa Kassim, lakini naibu waziri mkuu pamoja na viongozi wengine akiwemo Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa wa Kigoma Mheshimiwa Tobias Ndengenye, lakini mkuu wetu wa wilaya na viongozi wengine wote ngazi ya mkoa na wilaya, lakini na viongozi wote wa serikali kwa ujumla, ili kwa pamoja waendelee kuhakikisha kwamba amani inatawala katika maeneo yetu na hususan katika nchi yetu kwa ujumla. Tunapoelekea katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu 2025, viongozi wetu wa dini pamoja na waumini wenzangu, kama ambavyo tumeendelea kutaarifiwa kuwa mwaka huu nchi yetu itaingia au itafanya tukio kubwa la kihistoria, ambapo wananchi wote wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tutashiriki katika uchaguzi wa kumchagua rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, waheshimiwa wabunge pamoja na waheshimiwa madiwani. Jambo kubwa ambalo sisi kama viongozi wa dini, lakini pia vile vile sisi waumini, ni kuhakikisha kwamba tunaombea uchaguzi wetu, lakini vile vile tunazidisha maombi juu ya utulivu na amani viendelee kutawala ndani ya nchi yetu kabla, wakati na hata baada ya zoezi la uchaguzi huo. Ili kwa niaba ya serikali ninaendelea kuwaomba sana sote tushiriki katika kuombea uchaguzi huo, ili Mwenyezi Mungu atupe viongozi watakaobeba maono ya Watanzania na kulipeleka taifa letu mbele katika nyanja iliyokuwa kiuchumi, kisiasa na hata kijamii. Lakini ndugu zangu washiriki, kabla ya kuhitimisha, yako mambo mengi ambayo yameendelea kutukia katika wilaya yetu ya Kigoma, na sisi niwaombe sana katika maombi yetu ya leo tusiache kuyakumbuka kukithiri kwa matendo ya ukatili wa kijinsia, lakini ukatili kwa watoto wadogo kama ambavyo wenzetu wakati wanaimba waliyazungumza hapa, na yenyewe tuendelee kuyaombea. Ukatili umeendelea kuwa ni jambo ambalo limekithiri katika maeneo tofauti tofauti, hususan katika wilaya yetu ya Kigoma. Katika hili niwaombe sana kwa unyenyekevu mkubwa wa viongozi wa dini, mafundisho yetu katika makanisa yetu na madhabahu yetu yajikite katika kukataa na kupinga ukatili ambao iendelee kuwa ajenda ya kudumu. Niwakumbushe waumini wetu kuwalinda watoto dhidi ya ukatili, kwani idadi kubwa ya matukio ya ukatili yanayofanywa kwa watoto yanafanywa na ndugu wa karibu wa watoto hao. Na kwa bahati mbaya, familia husika huamua kutotoa taarifa kwa vyombo husika ili watuhumiwa au watendaji wa makosa hayo wachukuliwe hatua kali za kisheria. Wanafanya haya kwa kuhofia aibu ndani ya familia, lakini wanalea ugonjwa mkubwa ambao kimsingi nakuja kusababisha mmomonyoko wa maadili katika taifa letu na kulipeleka taifa letu katika sura nyingine ambayo sio hii ambayo Tanzania imeendelea kuwa nayo. Na ninaendelea kuwaomba sana viongozi wetu wa dini pamoja na waumini wenzangu, tuwafichue na kutoa taarifa za matukio yote ya ukatili katika vyombo vya kisheria ili watumiwa
wakawajibishwe kwa mujibu wa sheria. Kabla sijahitimisha ujumbe wa Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, naomba nitoe msisitizo kidogo juu ya baadhi ya mambo. Niwaombe sana viongozi wetu wa dini, tuendelee kutumia madhabahu yetu na makanisa yetu kuhubiri juu ya amani na utulivu wa taifa letu. Tusitumie madhabahu na makanisa yetu kutengeneza uchochezi, uchonganishi baina ya waumini, wananchi pamoja na viongozi wao au viongozi wa mamlaka mbalimbali, aidha za serikali au ndani ya dini. Sisi ndio watu wa kwanza tulihakikisha kwamba amani ya nchi hii inaendelea kutawala, ipo kwenu ninyi viongozi wetu wa dini. Nyinyi nimekuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba tunaomba amani kila siku. Na hapa niseme kwamba tumependezwa sana juu ya uwepo wa tukio hili la kuiombea amani ya nchi yetu. Tunaamini hapa tutapata ujumbe mzuri juu ya wale ambao hawako tayari kuungana na sisi, na wao kazi yao kubwa ni kutengeneza uchochezi, kuchochea vurugu ndani ya taifa letu. Hao tunaamini si wazalendo katika taifa letu, na pengine hawalitaki mema taifa letu, na pengine tunaweza tukaamini wana maslahi binafsi ambayo pengine hatujui wapi na lengo la kutupeleka. Lakini katika hilo tumezungumza juu ya uwepo wa uchaguzi mkuu mwaka huu Oktoba 25. Nikuombeeni sana waumini wenzangu, hususan wale wenye sifa, tukajitogeze, tukagombee katika nafasi ambazo zimependekezwa. Wako wabunge na waheshimiwa madiwani. Wale wenye sifa basi uwanja ni wa kwetu. Lakini sisi tuliosalia tusiache kwenda kuwachagua viongozi bora ambao watakuja kubeba maono ya kwetu, kutuwakilisha changamoto zetu, ili mwisho wa siku tukufurahie matunda ya nchi yetu na tugawane vizuri rasilimali za taifa letu. Lakini pili, tumesikiliza vizuri risala iliyosomwa mbele yetu. Na mimi kwa niaba ya Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ya Kigoma nilipata kuwasiliana naye kidogo. Kuna baadhi ya mambo mmeyagusia. Moja ni kutambuliwa kwa huduma hii. Yeye mwenyewe amenithibitishia pale akasema kukubali kwake kuja hapa tu tayari amekwisha itambua. Kwa hiyo hongereni sana, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya amebariki na kuipokea huduma yetu. Lakini pili, tuseme tu kwamba tunahitaji kuirasimisha sasa hii huduma ili endelee kutambuliwa, ili inapofanya shughuli zake basi sijikute naenda kinyume na taratibu za kisheria, sio mikusanyiko yote mara nyingi inaratibiwa kwa mujibu wa taratibu za kisheria. Kwa hiyo nikuombeni sana, mtakapokuwa mnaandika maandiko yenu mazuri, basi andikeni maandiko mazuri ili na sisi tuje tuhakikishe kwamba tunawapushi mtoke hapa mlipo ili katambulike katika taratibu zingine za kisheria. Baada ya kusema haya, najua tunaingia katika shughuli yenyewe sasa, sio? Kwa nikutakieni kila laheri na niwaandaeni waumini, tuungane kwa pamoja katika haya matukio yote ambayo yanafuata hapa mbele. Tushiriki kwa pamoja, tumkaribishe Mwenyezi Mungu katika mioyo yetu, na sisi sote tuombe kwa imani. Hamkuja kupoteza muda hapa. Jipongezeni, mmekuwa sehemu ya kuacha historia katika taifa hili. Mnakuwa sehemu ya watu ambao mnatengeneza amani ya taifa hili. Mnakuwa sehemu ya kutengeneza tabasamu la Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan leo atalala kwa amani kutoka Kigoma. Baada ya kusema hayo, niwashukuruni sana, na sasa tuko tayari kupokea maombi kutoka kwa viongozi wetu. Asanteni sana kunisikiliza na kila la heri. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Jessica Spende. Angalia CGM4 Online TV. CGM4 Online TV, sisi ni Injili, Injili ni sisi. Usiache kulike, share, subscribe na comment. Sisi ni Injili, Injili ni sisi. Unaangalia CGM4 Online TV, sisi ni Injili, Injili ni sisi. You are looking CGM4 Online TV. We are gospel, gospel is us.